Hello ndugu zangu wa Tanzania, habari zenu, naamini mko poa sana. Leo tutamzungumzia Makonda kwenye mifano tunayotaka kuizungumzia kwenye haya mambo yetu yanayohusiana na maandamano ya tarehe 29. Sasa nitawapa mfano mmoja wakati tukienda kufananisha na anachokifanya Makonda. Watu wa kaskazini kwanza ni watu ambao walikuwa smart sana, lakini sijajua kipindi hiki imekuwaje wameweza kuwa watu wa kudanganyika kwa vitu vichache sana. Sasa sitaki muwe kama hivi. Wakati watu wanataka kumuua Yesu, walitafakari kwenye lile kundi la wanafunzi wa Yesu ni nani anaweza akashawishika. Wao wakaambiana kwamba kuna Yuda Muiskarioti. Iskarioti sio jina la baba yake Yuda. Iskarioti ni jina la kijiji alikozaliwa Yuda. Kilikuwa ni kijiji cha wapenda fedha, wapenda anasa. Kwa hiyo iliwawea rahisi wale wanaotaka kumuua Yesu kujua kwamba mwenye tamaa ni nani. Wakagundua ni Yuda. Akaweza kushawishika kutokana na historia ya kwao kwamba ni mtu anayetoka kijiji cha wapenda fedha. Sasa sitegemei kama kaskazini mnaweza mkaendelea kudanganywa kwa nyama choma, bia na mbege, mkasahau ule usmati wenu wa nini mnachokihitaji kwenye mustakabali mzima wa taifa lenu. Sasa kuna vitu ambavyo nimekuwa nikiviona vinanisikitisha. Nimeona anawavalisha, kuna kitu kimoja kinaitwa Oculus, kitu kama hicho. Anawavalisha watu, alafu anawaambia umeona nini? Hapa ni kazi ya mama hii, unaweza ukaona miladi yote, unaweza ukaona kodi zako. Wakati jamaa bado anazubaa kwenye kile kidude, anaulizwa unatiki hutiki. Anasema kwa hiki natiki. Kweli kaskazini mmefika huko? Anyway, tuachane na hayo. Kwa sababu ninaona anachokifanya anawarudisha kwenye zama za miaka 1904 pale Kongo, wakati wanamkamata mtu mmoja anaitwa Walter Benga. Walter Benga huyu alikuja kupelekwa sehemu moja inaitwa Rusiana, Marekani, kupelekwa kwenye maonesho. Yule ndo alikuwa mtu asiyejielewa. Kwa hiyo ilipofika mwaka 1906 akawekwa kwenye keji fulani hivi. Kila kitu alichokuwa anakipewa kwake kilikuwa ni kigeni. Kilikuwa ni kigeni, haelewi, alikuwa anaweza kushawishiwa na chochote, akaenda kokote, mwisho wa siku akajikuta kwenye mateso. Sasa kaskazini kweli nyie ni akina Walter Benga? Bado mnaweza mkarudishwa mwaka 1904, 1906? Acheni hizo mambo jamani. Okay, tuende kwenye nini ambacho wenzenu wanakipigania. Ni uchungu sana mimi nikiona Mtanzania ashawishiwa kwa vitu vya kipumbafu. Huwa nasikitika sana kwa sababu sitegemei kama karne hii bado tuna akili za hivyo. Sasa niwaambieni kitu kimoja, vijana ambao mnapuuza na kudharau wenzenu wanaposema wanaandamana, wanapambania haki ya taifa lao. Ukimuona mtu yoyote ana mvi kichwani, kichwa chote kina mvi, kichwa chote kina mvi, ujue vile vitu anavyokula, anakula vitu alivyovitafuta akiwa bado na nywele nyeusi. Ukimuona mtu yote ana mvi, ujue anakula vitu alivyovitafuta akiwa na nywele nyeusi. Sasa hakuna atakaye kusaidia kwa kufikisha ukiwa na nywele nyeupe uwe na maisha fulani mazuri. Sasa wewe mwenyewe sasa hivi kijana unatakiwa uchague. Ucheze gofu uzeeni, au uendelee kujiita mwoga kwenye kupambania haki za taifa lako. Lakini kitu kingine ambacho nataka niwaambie vijana, kama unajiona hujatokea kwenye familia tajiri, hakikisha utajiri unatokea kwako. Sasa hapa unaweza ukasema kwani serikali itakayoingia inawapa hela? Hapana, itatoa mifumo. Yaani serikali ikiwa na adabu na kuwaheshimu wananchi, itatoa mifumo itakayowafanya wananchi wawe busy, sio vijana kukaa kwenye vijiwe vya kamali tu. Vifunguliwe viwanda vingi, vijana wote waajiriwe. Sio kwamba nyote mtakuwa matajiri nchini. Atakayekuwa mvivu atakuwa mvivu, lakini ajira zipo, viwanda vipo, miundombinu ipo, hata mashamba ya serikali yawepo, vijana wakalime kwenye mashamba ya serikali. Hivyo ndivyo vitu tunavyohitaji kuviona. Unaona? Kwa hiyo tukiendelea kuwashangaa watu ambao wanasema tarehe 29 wanaandamana, tunawaona kama wapumbafu,
tutaendelea tu kuwa kwenye taifa la hivi ambalo haliwezi kutengeneza hata kijiko, wakati kuna watu kama akina Henry Ford mwaka 1941 tayari mtu amesha buni gari tena kwa kutumia bangi. Mnaweza mkacheka kwamba iliwezaje akafanya ubunifu wa kutengeneza gari kwa kutumia bangi. Mkasome Henry Ford, hapo ndo kiwanda kikubwa cha Ford sasa hivi, magari aina ya Ford. Walianzaje? Sisi hata kijiko tu kutengeneza imekuwa ngumu. Sasa kulikuwa na rais mmoja wa Msumbiji, alikuwa anaitwa Armando Emilio alikuwa ni Armando Emilio Guebuza. Armando Emilio Guebuza, kitu kama hicho. Nadhani alimaliza muda wake mwaka 2015. Yule bwana, kwa watu waliosoma zamani watakuwa wanakumbuka wanakumbuka shairi lake moja. Alikuwa anakuambia rafiki yako anapoumia umia naye, anapotoka damu toka naye damu. Na vitu vingine aliorodhesha hapo, lakini lengo lake kubwa alikuwa anataka muungane, muwe nguvu moja ili mpate mafanikio ya pamoja. Lakini wenzako wanapokuwa wanaongea kuhusiana na mustakabali wa taifa, wewe unawaona wapuuzi, unaona wajinga, wakati wewe mwenyewe hatima yako huijui. Ni uenda wazimu sio kwa kawaida ambao sitegemei kuona kwa vijana wa Tanzania. Hakikisha rafiki yako akiumia unaumia naye, akicheka unacheka naye, akitoka damu toka naye damu, ili mafanikio yenu yakija kutoka yatoke kwa pamoja, yaende sawa. Sasa hivi, zamani tulikuwa tunashuhudia viongozi wakakamavu wenye kulipenda taifa lao. Mtu alikuwa na uwezo wote wa kusimama kuliongelea taifa lake hata masaa 7. Pale Iringa kwenye uwanja wa Samora Machel amewahi kutoa hotuba ya masaa 7 akiwa amesimama juani. Wale ndio walikuwa viongozi, sio hawa wa kwenu watawala. Walikuwa na uchungu na mataifa yao kutoka moyoni. Sasa leo mnakuwa na watu ambao mnawaona kama sasa wao ndio wamekuwa wa kuabudiwa. Jitahidini wa Tanzania, jitahidini sana kupambania haki zenu. Sasa wakati naongelea hili neno kupambania haki, kuna comment moja nilikuta YouTube, na niwaombe ndugu zangu, YouTube channel yetu ile tuendelee kusubscribe, tu comment, tufanyeje, tu share ili YouTube yetu iwe kubwa, kwa sababu ndo YouTube peke yake itakuwa inazungumzia mambo haya mustakabali wa nchi, mahojiano na watu tofauti huko baadaye kama YouTube itakuwa kubwa. Kwa hiyo unavoangalia usiache kusubscribe. Lakini pia kuna mambo mengi ya filamu na vitu vingine vitakuwa vinaendelea, ndio maana tukaita TV. Tumeita Mkobe TV kwa sababu TV inakuwa na vipindi vingi. Hapa itazungumzia jamii, hapa itazungumzia siasa, hapa itazungumzia hiki na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni moja kati ya YouTube channel inayojitambua na vitu vingine kama hivyo. Sasa tuendelee baada ya kukuomba kusubscribe. Kuna watu, mimi niliwaambia kitu kimoja siku moja, nilizaliwa kwa ajili ya wenye akili ndio maana wachache wananielewa. Nilizaliwa kwa ajili ya wenye akili ndio maana wachache wananielewa. Kwa hiyo ukiona haunielewi unajua ni wapi uelekee. Kuna mtu mmoja ali comment akasema na baada ya hiyo comment nilipuuza kwa sababu vitu vya kipuuzi wanavipuuza, lakini nikakutana na mwingine tena njiani akaniambia hivyo kwamba unasema tudai haki, sisi tukidai haki mahakimu na majaji watafanyaje? Afu unajiona una akili timamu na wewe umetoa comment, kwamba hakimu na jaji ndio wanapaswa kupambania haki zako. Hizi akili mnazozitumieni sasa hivi, wangekuwa nazo akina Nyerere, wangekuwa nazo akina Thomas Sankara, akina Amri Kabro, akina Fidel Castro, akina Nelson Mandela, kweli mna uhakika tungepata uhuru? Sasa ondoeni akili za kijinga, jueni taifa hili ni jukumu lenu. Nyie ndio mnaotakiwa kulikabidhi taifa hili kwa watoto wa watoto wenu likiwa salama. Mungu awabariki sana, Mungu aibariki Tanzania, Mungu awabariki watazamaji wote, awabariki nyote mlio subscribe. Muwe na siku njema.